minne Mheshimiwa Rais ameingia, tumepata zaidi ya bilioni 9.4 kutekeleza miradi mbalimbali ya maji, ukiacha ule mradi wa miji 28. Hapa Shirati tulipokaa hapa haikuwa rahisi kufanya mikutano ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Katibu Mkuu, hao wananchi wa hapa walikuwa na adha kubwa ya maji, miaka nenda rudi zaidi ya miaka 8. Wakina mama walikuwa wanateseka, hawa asubuhi yao na mchana wao walikuwa haioni. Kwa siku mwana mama alikuwa anatumia 6,000 mpaka 10,000 kununua maji ya kutumia nyumbani. Ndani ya siku 100 baada ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuingia, akaweka fedha kwa kumtuma waziri wa maji hapa zaidi ya milioni 600. Leo Shirati hapa maji bure, wana maji ya kutosha, na wote wanaoga, na kina mama ndio furaha kubwa walionayo kwenye eneo hili. Rorya oye! Tulikuwa tuna mradi wa maji Komuge, ule ulikuwa umekwama, ulikuwa umesimama. Unahudumia zaidi ya kata 5, unahudumia zaidi ya vijiji 10 tarafa ya Suba, yote wananufaika na mradi wa Komuge. Mradi ule Mheshimiwa Waziri Mkuu ulikuwa umesimama na ulikuwa hautoi maji. Daktari alipoingia ameleta zaidi ya bilioni 1.4. Mradi ule umeanza kutoa maji kwenye vijiji na tarafa ya Suba kote wanakwenda kunufaika, na sasa unaendelea, na utakapokamilika tuna imani vijiji vyote 10 kwenye tarafa ya Suba vinakwenda kunufaika na maji safi na salama. Ni katika bilioni 9 ya Mama Samia Suluhu Hassan. Watu wa Nyarombo, kuna mradi hapo ulikuwa zaidi ya miaka 3-4. Kwa heshima ya mama alipoingia, baada ya kumsikia kijana anazungumza sana ndani ya bunge, mama kaleta zaidi ya milioni 647. Leo mradi wa Nyarombo unatoa maji, vijiji zaidi ya 2 vinanufaika. Haya ni matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa miaka yake 4 peke yake. Upo mradi wa Sakawa kule juu Mlimani kule. Wenzetu wa Sakawa kati ya kata 2, kata Kitembe na kata Roche, hawakuwa na maji safi na salama. Mama Samia alipoingia amewapa milioni 400, wamechimba kisima, limejengwa tanki. Faraja yetu ni kwamba kata zote 2 zinakwenda kupata maji safi salama. Haya ni matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia miradi ya maji peke yake. Rorya oye! Wilaya yetu tulikuwa na changamoto kubwa sana ya muunganiko wa barabara na madaraja kwenye maeneo mbalimbali. Ilikuwa ni ngumu kuunganisha kati ya tarafa ya Nyanja na tarafa ya Suba. Walikuwa wananchi wanazunguka zaidi ya kilomita 100 ili kufika hapa Shirati. Ujenzi wa madaraja mawili, daraja Mori ya Mto Mori na Mto wa Maya. Leo madaraja yale yanapitika na wananchi wananufaika, na ametuunganisha kati ya tarafa 2, kwa maana tarafa ya Suba, tarafa ya Nyanja, na watu wa tarafa ya Lioimbo wote wananufaika na daraja haya mawili. Wananchi walikuwa wanafariki kwa namna wanapostruggle kuvuka kwenye mto ule. Ilikuwa hakuna amani ya kuvuka upande mmoja kwenda upande wa pili. Mama ametupa fedha bilioni 1.4 na imanusuru wale wananchi sasa wanapita safi salama na salimini. Madaraja haya yanajengwa. Kuna daraja lilikuwa linaitwa daraja la Kawaki. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama, daraja hili lilikuwa linaunganisha wananchi wa kata ya Nyakorogo na tarafa hii ya upande wa Nyanja pamoja na tarafa ya Girango, baadhi ya kata. Wananchi walifariki pale zaidi ya wananchi 5. Nilipokwenda kusemea ndani ya bunge, mama akasikia, Mheshimiwa Katibu Mkuu akaleta fedha pale na zaidi ya milioni 180 kitu kimejengwa kivuko, na wananchi vifo vimekwisha na wanavuka salama salimini. Haya ni matunda ya mama, haya ni matunda ya mama. Sisi wananchi wa Rorya tumeomba zaidi ya miaka nenda rudi, na sasa tunaona yanayokuendelea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, faraja tulionao leo, Mheshimiwa Katibu Mkuu, faraja tulionayo leo ni pale tunapoona zaidi ya bilioni 3 zimeletwa kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa maji Bugombi. Watu wa Ubongo kanda huu, kata ya Bukura, kata ya Sota, kata ya Tai, kata ya Bukura, kata ya Tai, kata ya Nyambori, kata ya Roche wanakwenda kunufaika na mradi mkubwa wa bilioni 3 ambao umekuwa umeanza kujengwa, na watu wa Ubongo wanapata maji. Haya ni matunda ya mama yamefanya ndani ya miaka 4, na tumeomba ndani ya miaka nenda rudi. Mheshimiwa Katibu Mkuu, kwa heshima kubwa na kwa upendo mkubwa, nichukue nafasi hii kukushukuru sana kwa sekta ya afya. Tunapozungumza leo, tunavyo vituo 2 vimejengwa kwa fedha za mama. Kituo kimoja kimejengwa tarafa ya Nyanja, kituo kingine Mheshimiwa Katibu Mkuu kimejengwa tarafa ya Lioimbo. Hakuishia hapo Mheshimiwa Katibu Mkuu, wametuletea fedha za ambulance, na ambulance tumekabidhi wananchi wa ukanda wa huu. Wakina mama walikuwa wanajifungua hawana uwezo, wanatakiwa safirisho mbali mrefu, hawakuwa na ambulance. Mama ametupa fedha, na sasa wananchi wa ukanda huu wa chini anapopata shida mwana mama anasafirishwa na gari hile, litampeleka Bugando, litampeleka hospitali ya wilaya, litampeleka Shirati. Haya ni matunda makubwa yamefanywa na mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Katibu Mkuu, ukiacha hayo, nirudi kwenye jambo kubwa zuri ambalo hawa wananchi walikuwa wakiomba kwa miaka nenda rudi. Ni barabara ya lami ya Utegi Shirati kwenda Kirongwe. Rorya oye! Nione mikono juu. Rorya oye! Nataka kusikia habari njema. Mheshimiwa Katibu Mkuu, wakati tunaingia 2021, barabara hii uliyokuja nayo ambayo inatokea Utegi kuja hapa Shirati, Katibu Mkuu, kwenda mpaka Kirongwe, kwanza haikuwa na upembuzi yakinifu.
Pili, haikuwa na usanifu wa kina. Maana yake haikuwa na fedha yoyote iliyotengwa kwa ajili ya ujenzi wa kiwango cha lami. 2021-2022 mama baada ya kusikia wabunge na wananchi hawa wamekuwa kuisemea sana, akaamua kutenga fedha kwa ajili ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina. Barabara hii unayoiona ikatengwa fedha na ikafanywa upembuzi yakinifu na usanifu wa kina. Mimi kama mbunge sikuishia hapo. Nikaendelea kulisema ndani ya bunge, lengo letu tulikuwa nataka lami. Lengo tulitaka angalau tupite lami. Tukasema upembuzi yakinifu na usanifu ya kina. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini wacha niendelee kukumbusha mpaka tufikie lengo letu. Kwa imani na kwa furaha kubwa sisi wananchi wa Rorya, napokuambia hii Mheshimiwa, mwezi ulio huu wa 4 kuanzia tarehe 1, Mheshimiwa Katibu Mkuu, barabara hii uliokuja nayo imetangazwa kwa ajili kuingia kwenye ujenzi wa kiwango cha lami na itatoka Utegi kuja mpaka Shirati. Pigeni makofi mengi sana kwa Mama Samia. Barabara hii tumeiomba kwa miaka nenda rudi toka mwaka 1995 inaingizwa kwenye utekelezaji wa ilani. Wengine watoto wengi walikuwa hawajazaliwa hapa, tunaiimba. Mama ameingia, amesikia kilio chetu na tunapozungumza tayari imeingizwa kwenye utekelezaji wa ujenzi wa kiwango cha lami. Piga makofi mengi kwa Mama Samia. Barabara hii sisi inakwenda kutusaidia kwenye kuinua kiwango cha uchumi kwenye wilaya ya Rorya, kwa sababu inakwenda kutunganisha na watu wa Kenya kule Kirongwe. Matarajio yetu na vision yetu kama wilaya tulipoingia mwaka 2020 ni kujenga soko la kisasa pale Kirongwe. Tulikuwa tunajiuliza tunakwenda kujenga soko la kisasa, lakini hatuna barabara inayotufikisha pale mpakani Kirongwe. Tukasema tuna matamanio kujenga one border post. Wananchi wetu wanazunguka umbali mrefu kwenda Sirari. Tukasema tunajenga one border post kwetu kanda huwa Rorya. Tunaijengea wapi? Tunajenga Kirongwe. Tukasema tunakwenda kujenga Rorya hoye. Tunakwenda kujenga soko kubwa la kibiashara pale, kuinua uchumi wa wananchi wa Rorya, kuzalisha ajira kwa wananchi wa Rorya, lakini serikali itapata mapato. Tulikuwa hatuna uhakika kwa sababu barabara haikuwa ipitiki sawa sawa. Kwa barabara hii kutangaza ujenzi wa kiwango cha lami, Mheshimiwa Katibu Mkuu, nikuhakikishie sisi kama wananchi wa Rorya tuna furaha kubwa, kwa sababu sasa malengo na matarajio yetu ya kuifungua Kirongwe, malengo na matarajio yetu ya kuifungua hii Shirati na barabara hii kupitia kwa sasa wananchi inakwenda kukamilika, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Hii ndio shukrani pekee hapo tunatakiwa tukushukuru, tukuombe kwa tufikishie kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Katibu Mkuu, pamoja na kwamba barabara hii imetangazwa, tukuombe utakapopata nafasi ya kusimama hapa, tukuombe utakapopata nafasi ya kuhitimisha hapa, utuhakikishie tu Mheshimiwa Katibu Mkuu, kutangaza ni jambo moja, kufanywa evaluation ni jambo la pili. Naamini mwezi wa 5 utakuja, angalau mwezi wa 6 Mheshimiwa Katibu Mkuu, kuelekea mwishoni iweze kusainiwa mkataba, mkandarasi aweze kuingia site kwa muda atakayokuwa nao, ili angalau miezi 3-4 kuanzia sasa wakandarasi waweze kuingia. Na tulisema tutakuwa tunaanza pande mbili, tunaanzia Shirati kwenda na ile ya Utegi inakuja, ili ziweze kukutana katikati, ili wananchi wa Shirati hapa nao waanze kuiona lami kwa mapema, na ndio sehemu ya kitovu cha uchumi wa wilaya hii. Tunaamini lami ikianzia hapa itainua uchumi wa wananchi wetu. Lakini la mwisho Mheshimiwa Katibu Mkuu wa chama ni mradi wa maji 28. Mheshimiwa Katibu Mkuu, mradi wa maji 28 ndio unakwenda kukwamua changamoto za maji kwenye vijiji vyote. Kwa bahati nzuri mradi ule unaitwa Rorya Tarime, au umeanzia Rorya kabla ya Nyamagaro. Changamoto iliyopo Mheshimiwa Katibu Mkuu utakaposimama hapa ni kwamba mradi unakwenda kwa kusuasua sana. Faraja yetu ni kwamba mradi kasi ikiongezeka, wakandarasi wakilipwa fedha ili mradi ule uweze kuongezeka, unakwenda kufikisha maji kwenye vijiji vyote 86, lakini wenzetu wa Tarime wanakwenda kunufaika. Ni mradi unaokwenda kutatua changamoto ya maji kwenye wilaya 2 na wilaya 3 ya Tarime mjini. Tukuombe sana Katibu Mkuu, hili utufikishie na uweze kutoa maelekezo ili angalau mradi huu uweze kuanza kwa kasi. Sasa la mwisho kabisa, Bwana Rorya, niombe mtege sikio kwa sekunde 20. Mama ametufanyia mambo mengi sana. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka huu ni mwaka wa nini? Mwaka huu ni mwaka wa nini? Waswahili wanasema wema hulipwa kwa wema. Wema hulipwa kwa nini? Niliyotaja hapa nyinyi ni mashahidi, hayafiki hata robo ya yaliyofanywa na mama, si ndio? Hayafiki hata robo ya kazi kubwa iliyofanywa na mama kwa miaka 4, si ndio kweli? Wengi hapa wanasema ni kweli, tuone mikono juu. Si ndio kweli? Niwaombe, na naomba mnitegee sikio kwamba itakapofika wakati usema miaka ni 5 tena peke yake, mkabaki nyumbani, mtashinda kwenda kutafuta kura kwa mama, mtasema kwa kuwa ameshashinda inatosha, haitajenga, haitatuimarisha na hatutapata kura nyingi kama kusudio la Chama cha Mapinduzi na wilaya yetu ya Rorya. Tunataka utakapofika muda, pamoja na kusema 5 tena mama, kila mmoja wetu anyanyuka, tambue mchango mkubwa wa Mama Samia kwenye maeneo yetu. Nenda tafuta kura nyumba kwa nyumba, nenda tafuta nyumba kitanda kwa kitanda, tafuta nyumba mtaa kwa mtaa. Tunataka wilaya ya Rorya tuongeze kura kwenye mkoa huu wa Mara kwa Mama Samia. Tumeteseka kwa miaka rudi, kuna miradi imetekelezwa hapo wilayani
ambayo tumeiomba kwa miaka 40. Mama ametupa fedha. Nendeni mkamwombee kura, nendeni mkaseme jina lake, nendeni mkakinadi Chama cha Mapinduzi, na tusibaki nyumbani, pende mguu kwa mguu. Mama ashinde kwa kura nyingi. Na ndio maana ya msemo unaosema wema hulipwa kwa wema, na wema wote tuonyeshe mwaka huu. Nawashukuru sana ndugu zangu wananchi. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.